Ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Hii leo tuko hapa Bongo Super Media kuiangaza historia ya kina ya mto Kagera. Tutaangaza asili yake, lakini pia tutaangaza umuhimu wa mto Kagera, mipaka, bila kusahau mgogoro wa mto Kagera. Yote hayo utayafahamu ndani ya video hii. Cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, wacha tuanze. Tunaangaza asili na jiografia ya mto Kagera. Mto Kagera unaanzia katika nyanda za juu Burundi, ambapo unatokana na mikondo miwili mikuu ya maji, ambapo mikondo hiyo ni Ruvubu na Nyabarongo. Mto Nyabarongo ambao unapatikana nchini Rwanda hujulikana na wataalamu wengi wa kijiografia kama chanzo halisi cha mto Nile. Hii ni kwa sababu unatoka mbali zaidi kusini mwa mlolongo wa mto Nile. Baada ya mito hiyo kuungana, huunda mto Kagera ambao hutiririsha maji yake kuelekea kaskazini kupitia Rwanda, Tanzania na Uganda, kabla ya kumwaga maji yake katika ziwa Victoria karibu na mpaka wa Uganda na Tanzania. Kwa wastani mto Kagera una urefu wa takriban kilomita 597 na unahudumia zaidi ya mamilioni ya watu. Namba 2 ni umuhimu wa mto Kagera. Kabla ya ukoloni, maeneo yanayozunguka mto Kagera yalikaliwa na jamii mbalimbali kama vile Wanyarwanda, Waha, Wahaya na Wanyambo. Mto huu ulitumika kama njia ya usafiri, biashara na pia ulikuwa ni mpaka wa asili kati ya falme na makabila mbalimbali. Hivyo basi, katika kipindi cha ukoloni, mto Kagera ulitumika kama alama mipaka kati ya maeneo yaliyokuwa na wakoloni wa Kijerumani, ambapo ni Tanganyika, na wale wa Kibergiji ambao walikuwa Rwanda na Burundi. Baada ya uhuru, mpaka huo uliendelea kudumu na mto Kagera ukabaki kuwa sehemu ya mpaka kati ya Tanzania na Rwanda pamoja na Uganda. Lakini mgogoro wa mto Kagera wa mwaka 1978 mpaka mwaka 1979, mto Kagera ulijitokeza kwa jina kubwa katika historia ya kisiasa wakati wa vita ya Kagera kati ya Tanzania na Uganda mwaka 1978. Majeshi ya Idi Amin wa Uganda yalivamia eneo la Kagera kaskazini mwa Tanzania. Tanzania ilijibu uvamizi huo kwa nguvu na hatimaye kuondoa utawala wa Idi Amin nchini Uganda. Vita hiyo ilisababisha uharibifu mkubwa katika eneo la Kagera na kuleta mabadiliko makubwa ya kisiasa katika Afrika ya Mashariki. Hakika Idi Amin pia alikuwa akisema kwamba mto Kagera ni wa kwake, na ndio maana akawa anaingia kabisa katika maeneo ya Tanzania, kwa sababu alikuwa akiamini kwamba pia hata mto Kagera ni wake. Mto Kagera ni mojawapo ya mito yenye viumbe hai wengi, ikiwemo samaki wa aina mbalimbali, lakini pia mamba na ndege ambao wanategemea maeneo ya mabwawa na misitu ya mito. Mto huu pia huingiza kiasi kikubwa cha maji katika ziwa Victoria na kuchangia sana katika ekolojia ya ziwa hilo. Hata hivyo, katika miaka hivi karibuni mto huu umekumbwa na changamoto mbalimbali: uchafuzi wa mazingira kutoka kwa shughuli za kilimo na makazi, ukataji miti kiholela katika bonde la mto, mabadiliko ya tabia ya nchi yanayopunguza kiwango cha maji au kusababisha mafuriko. Hivyo basi, hizi ndio changamoto ambazo zinaukumba mto Kagera. Umuhimu wa kiuchumi wa mto Kagera. Mto Kagera ni chanzo kikuu cha maji kwa shughuli za kilimo, uvuvi, mifugo na matumizi ya majumbani kwa maelfu ya watu wanaoishi kando kando yake. Aidha, kuna juhudi za kutumia nguvu za maji, hydropower, kutoka kwenye mto huu ili kuzalisha umeme kwa matumizi ya ndani ya nchi zinazozungukwa na mto huu. Kwa maana yake, watu wanazalisha umeme kupitia mto Kagera wa Tanzania, lakini pia watu wa nchi ya Uganda, Burundi pia Rwanda pia wanazalisha umeme kupitia mto Kagera. Lakini pia kwa kutambua umuhimu wa mto huu, nchi za Afrika ya Mashariki, Tanzania, Uganda, Rwanda na Burundi zimeanzisha miradi ya pamoja kama vile mradi wa bonde la mto Kagera, kwa maana yake Kagera Basin Project, kwa lengo la kuhifadhi mazingira na kuboresha matumizi endelevu ya maji. Lakini pia Nile Basin Initiative. Huu ni ushirikiano wa nchi zinazochangia maji kwenye mto Nile, ikiwemo Tanzania kupitia mto Kagera. Lakini pia katika tamaduni za wanaoishi karibu na mto Kagera, mto huu huonekana kama ishara ya maisha, urithi na hata imani za jadi. Hadithi nyingi za jadi na methali zimekuwa zikitumika kueleza umuhimu wa mto huu kwa kizazi hadi kizazi. Pia
wasanii na waandishi wa Afrika Mashariki wameandika mashairi na nyimbo mbalimbali kuhusu mto Kagera, wakiutaja kama mto wa maisha au mto wa historia. Kama ambavyo tumeweza kufafanua hapo, mto Kagera umepita katika nchi za Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania, Kenya, Burundi na Rwanda. Hivyo mto huu kwa lugha nyepesi unaweza kusema kwamba unapatikana katika nchi zote hizi. Na pia mto huu, mto Kagera, una mamba wengi kweli kweli. Hakika ni miongoni mwa mito ambayo ina mamba wengi. Lakini pia mto mwingine wenye mamba wengi ni mto Maragalasi. Mto huu pia unapatikana katika mkoa wa Kigoma. Maana yake unapita katika mkoa wa Kigoma. Mto huu, mto Kagera, ni mto ambao una historia nyingi kweli kweli katika nchi ya Tanzania. Hitimisho, mto Kagera sio mto wa kawaida tu. Ni mto wenye urithi wa Afrika Mashariki unaobeba historia mbalimbali za maisha na mustakabali wa mamilioni ya watu. Kulinda mto huu ni jukumu la kila raia, serikali kwa ajili ya kizazi cha sasa na kijacho. Na katika hali ya sasa ambapo mazingira yanakabiliwa na changamoto nyingi, juhudi za pamoja za kuhifadhi mto Kagera zinahitajika zaidi ili kulinda mto huu, mto Kagera. Mpaka hapa tumegundua kwamba mto huu, mto Kagera, watu wengi wanafanya shughuli zao ambazo zinasababisha mpaka mto huu uweze kuathiriwa kwa namna moja ama nyingine. Hivyo juhudi za kulinda mto Kagera ni juhudi za kila Mtanzania, lakini pia ni juhudi za watu wa Afrika Mashariki ili kuhakikisha mto huu unasalia kuwa ni miongoni mwa mto ambao unasaidia watu wengi sana katika nchi za Afrika Mashariki. Lakini pia mto huu unamwaga maji yake katika mto mkubwa zaidi hapa barani Afrika, mto Nile. Hivyo mto wa Kagera unamwaga maji yake katika mto Nile. Hivyo unachangia kuwa Nile kuwa ndio mto mkubwa zaidi hapa barani Afrika. Mtazamaji Bongo Super Media, na kufikia hapa tumeweza kufahamu machache kati ya mengi kuhusiana na mto Kagera. Ikiwa ndio mara yako ya kwanza kutembelea katika chaneli hii, usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Mtazamaji, tukutane tena katika video nyingine. Bye bye.